Bado nipo maeneo ya Zakiem Sports Arena ambapo vijana wameamua kukaa kitako na kujadili masuala mbalimbali ya kimichezo. Hawa ni wafia timu kabisa. Huambii kitu kila siku hawana mapumziko. Kila siku jioni saa 10 wanakuwa wakijadili masuala mbalimbali ya kimichezo. Na niko na mwamba hapa almaarufu akiwa wanamuita mjomba wa Yanga. Mjomba wa Yanga, asalamu alaykum. Wa alaykum salam. Habari yako? Nashukuru Mungu. Kwa sawa kabisa. Alhamdulillah. Bwana, wanasema vita ya panzi vile. Vita ya panzi furaha kwa kunguru. Ni kweli. Sawa, hili nimeongea makusudi kwa sababu wewe ni shabiki wa Yanga, tunakujua swala ambalo lililotokea siku ya jana. Sintofahamu iliyotokea siku ya jana jioni ya taarifa kwa umma kwa maana ya Simba Sport Club kumtimua aliyekuwa kocha wao mkuu. Sisi tunajua hivyo, kocha wao mkuu, ingawa ikiwa kimataifa huko kocha mkuu anatambulika Selemani Matola. Unaona ni muda sahihi wa Simba Sport Club kumtimua kocha wao ambaye amekaa takriban siku 58? Kwanza kwenye mpira wa miguu kumuondoa kocha hakunaga muda sahihi. Ni pale tu makubaliano au mahitaji ya timu yasipopatikana, manake kocha anaweza kaondoka. Kwa hiyo hakuna muda sahihi. Umeelewa? Ila kimsingi kwanza unaponiambia kocha mkuu wa Yanga wa Simba Sports Club, sidhani kama iko sahihi, kwa sababu kwanza hata alipoingia Msimbazi hakuwa na vyeti vilivyomfanya yeye asimame kama kocha mkuu. Maana yake hakuwa kocha mkuu hata hivyo. Na ndio maana hata jina lake libadilishwa na kuitwa meneja. Maana yake kwa yule alikuwa na timu. Alikuwa pale, hakuwa kocha mkuu. Hakuwa kocha mkuu, hakuwa na sifa hiyo, na ndio maana hata inapokuja line hapo kwenye wakati game inataka kuanza, sinakuwa na line up zile za makocha wa timu. Utamkuta Selemani Matola yuko juu, alafu yeye yuko chini. Maana yake yeye hakuwa na hivyo vigezo vya kuwa kocha mkuu katika klabu ya Simba. Simba sasa walifeli wapi kana kwamba kumchukua kocha ambaye ana sintofahamu kiasi hicho, hasa kwa timu kubwa kama Simba? Mimi nafikiri bado ni ile hali ya kukurupuka kwa vilabu vyetu, hasa hivi viwili vikubwa hivi. Hapa sizungumzii ushabiki wa klabu nilionayo, nazungumzia kwa mapenzi ya mpira wa miguu. Umeelewa? Sio klabu, na mapenzi ya mpira wa miguu. Vilabu vyetu vina tabia ya kukurupuka, hasa inapofikia wakati wa usajili wa makocha na usajili wa wachezaji pia. Wakati mwingine unaweza kukuta kuna wachezaji wanasajiliwa tumewaona kwa game moja tu, au wakati mwingine kwa kuwa walitufunga tu au waliwapiga chenga tu mabeki wetu tunawasajili. Manake huu unakuwa ni usajili wa kukurupuka. Na hata kwenye eneo la makocha ndivyo inavyokuwa. Simba walikurupuka katika kumsajili Upantev, kwa sababu haiwezekani kwa mechi mbili tu ulizocheza nazo basi wewe ikakutosha kwamba umsajili awe miongoni mwa makocha wako. Manake hapa walikurupuka. Sasa basi kama walikurupuka, hawapaswi tena kufanya makosa walioyafanya awali. Wanapaswa watulie, watengeneze mazingira ambayo yatawafanya wamlete kocha ambaye atakuwa na vigezo na uwezo mkubwa wa kuivusha Simba kutoka hapa walipodondokea, manake kuwainua na kuwapeleka huko wanako kuhitaji. Mfano, sitaki tu kuzungumzia Simba, naweza nikaleta na mfano mpaka kwenye klabu yangu ya Yanga. Nakumbuka msimu wa mwaka jana tulishindwa kuingia robo finali ni kwa makosa madogo tu ambayo sisi tuliyafanya. Na makosa yenyewe ni namna tulivyokuwa tukibadilisha mabenchi yetu ya ufundi mara kwa mara, yakatusababisha sisi tushindwe kuingia robo finali kwa kukosa goli moja tu. Lakini hii ilisababishwa na huu mfumo wa kubadilisha mabenchi ya ufundi. Na hii ni makosa ambayo tuliyafanya na msimu huu tukayarudia tena. Umeona tatizo liko hapo? Tukarudia tena baada ya kumleta Foz ambaye huko alikotoka tunamjua, na hata viongozi wetu walijua kwamba Foz ni kocha wa aina gani. Lakini wakatuletea na Dar es Salaam Yanga Afrika bila kujali kwamba Yanga Afrika inacheza mpira wa aina gani na kocha waliomleta ni kocha ambaye ana muumini wa mpira gani. Matokeo yake tuliona ndani ya miezi miwili kilichokuwa kikifanyika, kila mtu aliona, alikuwa shahidi. Matokeo yake mashabiki tukapaza sauti na wanachama, kocha akaondoka. Ona sasa walivyoamua kutulia vichwa vyao viongozi wetu, na hili nawapa kongole. Rais wetu wa klabu na viongozi wake nawapa kongole wanemsaidia. Wamemleta mtu ambaye sasa anaendana na mifumo ya timu yetu kwa sasa. Leo tunaiona timu yetu ina mabadiliko makubwa sana. Kwa hiyo jambo hili na washauri na Wasimba nao wasirudie makosa. Maana yake wakae chini, wamlete kocha ambaye ataendana na mifumo ya klabu yao ili waondoke hapa walipodondoka na wainuke wafikie huko wanakokwenda. Lakini mjomba, naamini kabisa kama wewe ni mwanamichezo, mwanakandanda, umefuatilia hata kikao cha
siku ya Jumapili pale Diamond Jubilee, umefuatilia vizilivyo kabisa, iwe kwenye runinga au ukiwa umekwenda pale, hata kama sio mwana Simba kama ilivyoada, lakini pia umefuatilia kile kikao vizuri kabisa na umeona kilichokuwa kinaendelea. Unahisi labda kitu gani hasa Mangungu alichokuwa anakikosea mpaka akawa analaumiwa na baadhi ya mashabiki wengi sana? Kwa sababu baada ya kikao kuisha pale, kila shabiki alikuwa anaonesha hisia zake kuwa hakutendewa haki na mwenyekiti ambaye ni mwenyekiti wa Simba Murtaza Mangungu. Kwanza mimi namheshimu sana mzee wetu Mangungu, ni mtu ambaye yuko kwenye tasnia ya mpira kwa muda mrefu sana, ila kitendo alichokifanya siku ya Jumapili kwa kweli hakuwatendea haki wanachama wa Simba na sisi mashabiki wa mpira wa miguu, kwa sababu ule mkutano ni mkutano wa kikatiba ambao kila mwaka lazima ufanyike, na wanachama wao walikwenda kwenye ukumbi, lengo na madhumuni kwenda kuzichakata ajenda ambazo ziliwekwa wazi. Sasa kitendo kilichotokea ambacho kila mtu amekiona, hakuna sababu ya kukielezea, maana yake ile ni namna tu ambayo anaitumia yani kuiendesha klabu ya Simba kimazoea. Kuiendesha klabu ya Simba kimazoea. Sasa jambo hili halina afya kimpira, kwa sababu linaongeza mipasuko kwenye klabu yao. Hii itasababisha mipasuko mikubwa, na hili linasababisha migongano mikubwa, mpaka leo zinazuka sintofahamu nyingi, mambo mengi. Maana yake ni yeye alishindwa kufanya mkutano ule uwe tulivu. Maana yake yeye ndo alikuwa kichwa cha familia. Kwa mfano kama kwenye nyumba baba ndo kichwa cha familia, maana yake yeye alipaswa ahakikishe mkutano ule unakuwa tulivu na kile kilichokusudiwa kujadiliwa kijadiliwe mpaka mwisho, na mwanachama anapotoka ndani ya ukumbi atoke akiwa ameridhika. Sasa kutokuaridhisha kwa kile ambacho wao walikuwa wanakihitaji ndio hiki kilichokuja kuzuka. Kwa hiyo mimi kifupi nasema kwamba hakuwatendea haki wanachama wa klabu yake. Hakuwatendea haki wanachama wa klabu yake. Lakini pamoja na hapo, tunaelekea kwenye michezo ya hapa nyumbani sasa. Hapa nyumbani kwa maana ya ligi kuu. Tumeshatoka kimataifa, Yanga wamefanya vizuri pointi 4, lakini pia Simba Sport Club wamefanya vibaya nyumbani na away. Unahisi kipi ambacho nyumbani hapa kwenye ligi yetu ya Tanzania kinakwenda kutokea? Kwa sababu baadhi ya mashabiki niliongea nao wakisema kuwa hasa ni wa Simba, wakisema tunarudi kileleni, tunashusha JKT, tunapanda sisi kileleni pale juu na hatutoshuka tena, kwa sababu hasira zetu tunazimeshia nyumbani. Nini unakiona? Kwanza tukizungumzia kwenye engo za kimataifa ambako sasa ndio tunarudi kwenye tasnia yetu, yani kwenye mpira wetu wa nyumbani. Kwanza mimi niwape kongole Yanga Afrika. Kundi lao ni kundi ambalo lilisadikika kuwa ndio kundi gumu miongoni mwa kundi yote ambayo manne yaliyoko kwenye klabu bingwa. Kundi la kifo. Wenyewe walisema kundi la kifo. Lakini kitu ambacho wamekuja kutuonesha sisi, ule ukomavu wa benchi letu la ufundi ambalo nilizungumzia awali, maana yake viongozi wetu walitulia na wakaleta kitu ambacho, yani wakaleta kocha ambaye sasa anaendana na mifumo ya klabu yetu. Namna wanavyoziendea hizi mechi za kimataifa wanaonesha wazi kwamba wana ukomavu kabisa kwenye eneo hili. Lakini pia ni namna gani wachezaji wetu sisi, namna wanavyojitoa. Yani hata wewe mwenyewe ushabiki unaona wazi kabisa mchezaji wako anamwaga jasho lake mpaka la mwisho kuhakikisha anaipambania nembo ya klabu yetu. Ili jambo limetutengenezea mazingira ambayo sisi sasa kuwa na matumaini kwamba ili kundi lilionekana la kifo, lakini linawezekana likawa la kundi la uhai. Kwa nini? Wao wanajitoa. Benchi letu la ufundi namna linavyoziendea hizi mechi, wanaziendea mechi kikubwa. Lakini pia utulivu wa viongozi wetu wakiongozwa na Engineer Hersi, hakika Mwenyezi Mungu ampe umri mrefu wa kuishi. Maana yake inatutengenezea sisi mazingira na imani sasa kwamba sisi mashabiki na wanachama sasa tushikamane kuhakikisha tunaifanya timu yetu inafuzu. Lakini kwa upande wa Simba ni kwa sababu tayari washajitengenezea wao wenyewe mipasuko tangia awali. Maana yake imepasuka inaendelea kuwatafuna na kikubwa ambacho kingine kilichokuwa kinawatesa ni hii hali ya kwenda kwenye mechi za kimataifa kwa mazoea, kwamba wao ni big teams, umeelewa, wana uwezo wa kuzicheza hizi mechi. Wanasahau kwamba mpira wa miguu sio mchezo wa jana wala sio mchezo wa kesho. Mpira wa miguu ni mchezo wa leo. Yani wakati huo utakapofika, namna gani utakavyojiandaa na game husika, namna timu itakavyo perform uwanjani kwa wakati husika, namna wachezaji watakavyo zitafsiri zile mbinu za mwalimu katika game husika, ndio mchezo wa miguu unatoa matokeo hapo. Sio kwamba jana nilicheza hivi au jana nilishinda, kwamba na game ya leo itakuwa hivi hivyo kama jana. Sasa mentality hizi ambazo mashabiki wao, wachezaji wao, viongozi wao wamejawa kwamba wao ni timu kubwa, wao majiant, ndicho kinachoendelea nacho kuwatafuna katika timu yao. Sasa basi hapa walipofika bado kinamba wana nafasi ya kwenda, japokuwa mimi binafsi kama shabiki wa Yanga, Simba kutoboa robo finali msimu huu sawa sawa na mwanaume uingie choo cha mabahashi.